Tusema sisi tumekuja kusikia mawazo, na ukishapata mawazo maana lazima ukae chini uangalie. Ni bodaboda wamejiajiri, lakini kama wamejiajiri basi wanatakiwa wapewe kipaumbele cha kusikilizwa na kupewa maoni ambayo yanaweza yakawajenga kwa namna moja ama nyingine. Serikali yetu haijathamini bodaboda kama kazi, kama tunavyoizungumzia sisi kwamba bodaboda ni kazi kama kazi zingine, na hilo haijathaminiwa kwa sababu tunaamini katika utekelezaji na kazi zetu tunavyozifanya. Serikali yetu huwa mara nyingi inapokaa katika masuala ya kuzungumzia bodaboda haijawahi kuhusisha bodaboda ambaye anaweza akazungumzia taasisi yao ama akaitetea katika masuala mengine, na wakati huo akapanga mikakati ambayo itakuwa ni utekelezaji na ukawa rahisi katika swala zima la kulinda amani, lakini pia na usalama wa nchi yetu, kwa sababu sisi tunaamini tuko mpakani, tuna uwezo mkubwa wa kuilinda nchi yetu pasipokuwa na uwezo likapita. Kama nina uwezo wa kupita gari langu mimi, basi na mimi nikizaminiwa, ni lazima tutatengeneza kitu kinaitwa umoja. Serikali yetu tunaposema haijatutendea haki na haitendei haki, kwa kuwa huko hapa ni lazima tuseme na ujue kazi ya kufanya. Kuwa ofisini sio kwamba ndio majukumu ya kufanya. Kuwa ofisini ni uwajibikaji pale unapoenda kukutana na changamoto za watu. Kama leo ulivyokuja, umekuja hapa leo hii tutazungumza, lakini usiondoke kwa maneno, kesho ukatuacha kama tulivyo. Bodaboda hawa wanaongozwa na watu ambao ni watu wanaojitambua, lakini hawa bodaboda wanajitambua kuliko viongozi walio serikalini. Na uongozi ni dhamana. Kwa kuwa ni dhamana, ili mkuta aliyekuwa na dhamana, na hao walioko hapa nao wangepewa dhamana, wangefanya kama sisi. Tunaomba siku nyingine, kwa kuwa leo tulikuwa tumetoa kero, tunaamini serikali iko hapa, mkuu wa wilaya yuko hapa, sisi tuko bora ya Kasumulu, ni kama kisiwa. Kwa nini? Kwa sababu hatujachangamana pamoja na wale wa wilayani. Mambo mengi yanaishia wilayani, na ndio maana muda mwingine utekelezaji wa bodaboda wa kanda ya boda unakuwa ni duni. Tuna bodaboda moja kwenye swala zima la maamuzi ambayo yatakuwa ni kujenga nchi na kulinda amani yetu, kwa sababu sisi taasisi yetu tunaijua, na hawa watu tunajua namna ya kuwa control, sio maagizo yako na jeshi lako, kwa sababu ukitumia jeshi, angalia umati uliopo, sio hawa wengine wako pembezoni, tunawamiliki sisi. Leo hii tukiingia hapa hapatoshi. Tunaomba, kwa sababu na wewe uko hapa, tengeneza mfumo wa namna ya kufanya na hawa bodaboda. Kama ni viongozi waitwe, wakae kikao chako ambacho unaamini wewe ndio mapendekezo uliyoyapata, na upate kero zao, ujue mnajenga hoja gani, ili sasa taasisi hii iendelee na ijenge ushirikiano na umoja. Kwa sababu mpaka sasa tumetoka kwenye uchaguzi, watu wamekimbia miji yao na kero zetu zilikuwa zinakuja kila siku. Kero ya kwanza, hawa bodaboda ni wasikivu, ukiwaambia wanaacha, na ndio maana mnasema barabarani tusionekane, hawakuonekana. Lakini tunaomba kupitia kikao hiki na mkutano huu urasimishe sasa bodaboda hawa wafanye kazi ambazo zitakuwa kwa sababu hautowapata kesho. Tunaomba nafasi ya kufanya kazi irejeshwe, lakini utupe mikakati ambayo unaamini tutaisimamia, kwa sababu tuko hapa sio kuvunja, ni kuimarisha na kulinda amani ya nchi yetu. Lakini lingine kipekee, kwa kuwa tuko hapa, niendelee kukuomba waziri, tunaamini umepita kama sehemu ya changamoto kwa sababu ya mpito. Hatutaki iwe mpito, tunataka iwe mwendelezo, kwa sababu tumesema ukiwa ofisini haimaanishi utajua changamoto. Kufanya kazi ni pamoja na kutoka ofisini kufuata matatizo yaliko, kama ulivyokuja hapa. Kwa kesho tena tunakukaribisha urudi, ili ujue changamoto hapa. Watu hapa wanakimbizwa na kuchapa na viboko, muda mwingine wanaingia mtoni bila kupenda. Tunaomba kwa ridhaa yako na uwepo wako ukae na kama tunaosema biology, tunasema gaseous exchange, yani ni kubadilishana kwa gesi. Yani hiki kinamtegemea mmea, unatutegemea sisi na sisi tunategemea mmea. Kwa hiyo sasa hata sisi kwenye kazi yetu Malawi wanatutegemea na sisi tunawategemea Malawi. Kwa hawa wa magari, tunapotoa mtu kutoka pale kufika hapa ndio anapata mkate. Ukitukatalia kule, sisi hatutopata 1000 ya kupata mkate wetu, kwa sababu tayari atakuwa ametembea kwa mguu, amepanda gari, bodaboda amekosa hela. Na waombeni sana, hawa bodaboda ni wasikivu. Narudia tena kwa sababu nawajua na wao wananijua. Naongea haya yananiuma. Bodaboda hawa wanakerwa. Kukerwa kwao ni taasisi yao kutothaminiwa. Narudia kwa sababu naamini ni miongozo ambayo tunayo na mlitupa.
Tumesema ni taasisi, tuheshimiwe kama taasisi, lakini wakati huo tuheshimu mikakati iliyopo ya serikali, na sisi tutaitekeleza. Pale penye vikao tuitwe, pale penye marekebisho tufanye, kama tunavyofanya vikao vingine, na sisi tutavifuata. Asante, naomba kurejesha. Ni wapi panapotakiwa kurekebishwa, ni wapi, na kama nilivyoeleza mwanzoni, yako mambo ambayo tunaweza tukarekebisha mara moja, lakini yako mambo pengine yatahitaji ufuatiliaji na usimamizi ili yaweze kutokea pia. Lakini nishukuru kwa sababu mmezungumza kutokea moyoni. Nilipokuwa mnaongea nilikuwa naangalia sura zenu, najua mnachoongea mnakimaanisha, na kwa sababu hii ni nchi yetu sisi wote, tunatakiwa tutumie njia hizi katika kutafuta mabadiliko tunayoyataka. Sasa kuna jambo limeongelewa hapa la kuhusiana na muda wa ufanyaji wa kazi. Nimesikia bodaboda wanazungumza hapa kwamba wana muda ambao una kikomo wa kufanya kazi, si ndio? Sasa Mheshimiwa Rais katika ahadi zake ambazo amezitoa, ahadi 13 za siku 100 za kwanza, ahadi mojawapo amezungumzia atarasimisha biashara zisizo rasmi, na moja ya biashara ambayo inakwenda kurasimishwa mojawapo ni bodaboda. Na maana yake mkakati wa serikali ni kuingiza bodaboda pamoja na makundi yanayofanana na hayo. Maana yake nazungumzia pia wanaoendesha bajaji, pia haya makundi yote tunaweka pamoja ili yawe katika mfumo rasmi. Baadaye maana yake wawe na uwezo wa kupata bima za afya, wawe na uwezo pia kuingia katika kitu kinaitwa hifadhi ya jamii, yaani kwamba wewe unapozeeka baadaye nguvu zako ulizotumia katika miaka mingi uweze pia kuwa una manufaa. Muinue ili yeye sasa atamke rasmi kuhusiana na swala hili la muda, kwa sababu Mheshimiwa Rais anataka bodaboda na watu wengine wanaofanya kazi zinazofanana na hizo wawe na uhuru katika kutafuta kipato chao. Kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, naomba utoe tamko rasmi hapa ili wa ndugu zetu wafanye kazi zao kwa uhuru. Karibu. Boda oye! Alitoa katika kampeni zake, na sio tu kwa maneno yake,